Kazi ni mechi ambayo inakutanisha timu mbili ikiwemo mabingwa pamoja na Barca kutokea pale G1 na mabingwa hao wanatokea pale C3 ambayo ni Setra, na hii ni mechi ya academy ambayo inakuja kuonyesha vipaji vya watoto. Muda mwingine ambao tunaona kwamba watoto wanacheza lakini watu wengine wanahitaji kuona kile kitu ambacho watoto wanachokifanya. Kwa hiyo inakuwa ni kidogo, inabidi tuonyeshe. Na hapa tunaona kuna mwamuzi anakuja kuonyesha kadi ya nyekundu kwa kocha wa timu ya Barca. Sijui amefanya kosa gani, lakini ni maamuzi ya kocha wa refa wa akiba huyu. Anakuja kuonyesha alama ya adhabu. Mpira wa free kick umeachiwa mkubwa kwenda ndani, lakini naona goalkeeper amesimama vizuri upande wa Barca. Ni mpira mkubwa unaenda upande wa Barca, ni hatari katika upande wa Barca, na aliyeshikilia namba hiyo hapo jezi nambari 11, lakini kajichanganya vibaya. Sio kwamba kuna makosa ambayo yametokea, lakini alikwisha kuwa mwoteaji na pia kuna makosa ambayo ameyafanya yeye kama yeye. Kwa hiyo inahitaji kuwa na umakini wa hali ya juu na kuweza kumiliki mpira kwa spidi wake. Ni mpira ambao unaanzishwa upande wa Barca, mabingwa anakataa, unawekwa tena katikati hapo kuweza kumsaka namba 6. Ni mpira wa kwenda mbele. Namba 5 namuona upande wa mabingwa kasimama vizuri, ni beki huyu, kwa lugha nyingine ya Kiswahili tunasema ni mlinzi, Kiswahili fatha. Kasimama vizuri huyu hapa, alijiba bala mtu kwenye kikosi cha watoto wadogo. Kasimama vizuri, kichwa kizuri, kichwa mtelezo kuonyesha kwamba anasimama vizuri. Ni mpira naona hupo speed na vijana wanaonyesha umahiri na umakini wa hali ya juu kuweza kupush mpira na kuweza kuondoa kwenye hatari na kuweza kupunguza idadi ya mabao. Ni mpira mkubwa, katishia vizuri, lakini naona kama kasimama vibaya hivi. Ni mpira ambao umeangalia jezi nambari 11, kasimama vizuri na ana speed ya hali ya juu, lakini bado wakati ule ambapo anapokuwa anakimbia na mpira, ana push mpira unakuwa na speed kubwa kuliko yeye, kwa hiyo anajikuta kwamba anakuja
Yes, karibu tena na endelea kuenjoy na mechi hapa. Ni mpira wa kwenda mbele kwa mbele na goalkeeper anasimama vizuri kuweza kuonyesha umahiri na kile ambacho ameweza kufundishwa na mwalimu wake. Ni mpira wa kati kwa kati, lakini beki au mlinzi kasimama vizuri. Ni mpira mrefu kuelekea upande wa mabingwa, kasimama vizuri goalkeeper, anaonyesha umahiri wa hali ya juu. Endelea kuenjoy na mambo makubwa haya. Ni mpira mrefu lakini sidhani kama anaweza kaufikia, lakini mtaalamu 11 Jez na ndiye mtaalamu kwenye kipindi cha pili ambaye amekwisha kuchachafya wenzake katika upande wa kushoto kwa uwanja huu. Ni winga mzuri ambaye anasumbua, na usisahau kwamba mabingwa ndio katika kipindi hichi chote wameweza kusimama vizuri na kuweza kuonyesha pressure katika kipindi hichi cha pili. Wacha tuone pressure yao italeta bao ama ndo ile wanasema kila nyama yuwa. Ni hatari, sijui na msemo unatokea wapi, lakini nimejisikia nikwambie hivyo. Ni free kick ambayo inashikiliwa na nambari 5 Jez, akisimama huku referee akiweza kuhesabu ukuta, na pia namuona mlinzi namba 2, kitoto kizuri, kitoto ambacho kina kiwango cha mpira, kinasimama vizuri na pia kuna utulivu wa hali ya juu. Wacha tuone free kick ina faida kwa upande gani, wacha tuone itakuwa na faida kwa upande gani, na pia kutakuwa hatari kwa upande gani. Na pia kuna namuona mwamuzi anahita na kuweza kuonyesha discipline, kuweza kuonyesha kwamba mpira unakaaje na sheria zinakaaje. Inabidi kuweza kuzingatia mambo baadhi kwenye hayo yote ili kuweza kuleta faida ndogo ndogo kwenye michuano. Bado ni maelekezo lakini tayari imekwisha kuwa poa. Wacha tuangalie free kick ina madhara kiasi gani, na muamuzi amekwisha kuruhusu iweze kupigwa. Angalia free kick, imegonga kwenye mlingoti, kaiachia tena. Hakuna mtu akuweza kumalizia hiyo hapo, inakuwa ni ngumu kuweza kuhesabu na kuweza kusema kwamba ni faida ama ni goal. Naona kuna uzembe wa hali ya juu upande wa Barca. Inatakiwa waweze kujiangalia kidogo hivyo ili waweze kupata faida kwa upande wao. Ni kwenda mbele tena, ni hatari, kapushi kwa mkono. Naona kasimama vizuri, lakini imeonyesha kuwa ametikiswa kidogo kama tafsiri ya muamuzi wetu wa leo. Anaonyesha kwamba kuna mkono wa mtu ambao umepush kidogo hapo. Na ni kosa. Ni mpira ambao unaelekea mbele na naona namba 8 amesimama vizuri akakatiza mtu hapa. Mtu wa kwanza ni mtu wa pili, huyo sasa anakwenda kumkatiza na mpira ni mbele kwa mbele. Ni faida ya timu ya mabingwa. Anataka kuonyesha umahiri lakini kasimama vizuri pia na kuweza kuonyesha kwamba sio mlegevu kiasi fulani na sio mlegevu na hiyo. Ni mpira mrefu lakini kaupiga huku akiwa ajui kwamba anapiga kitu gani. Mpira mrefu ameutoa nje. Na usisahau kwamba hii hapa ni Academy na ni Mbavu TV wakishirikiana pamoja na Beyond Vision TV. Asante. Ni mpira mrefu, ni hatari kidogo, kaunyang'anya goalkeeper, lakini imekuwa ni kosa kiasi kwamba ameweza kunyang'anya goalkeeper. Amekwisha kushika lakini katumia maujanja kuweza kuchukua mpira, na ni faida kwa upande wa Barca. Anaweka mbele tena kuweza kumwangalia namba 11 Jezi, lakini swata hizi zinaleta hatari kwa upande wa shambuliaji pale ambapo anaposhika mpira na kuweza kuonyesha kwa umaridadi wake. Kautoa nje. Sijui kautoa nje kwa sababu gani, lakini alikuwa na nafasi ya kuweza kuachia mpira na kuweza kupea mwenza. Na
watu wengi wanakuja kuangalia mechi hizi hapa kuweza kuenjoy na mambo mengi sana. Na nikimwangalia kijana huyo hapa pia anakuja kuangalia mechi hapa. Mambo vipi? Uko poa sana. Mbona uko hapa kijana? Natazama mechi. Vipi matokeo yanaendaje hapa? Ni 0-0. 0-0. Pressure iko namna gani upande wako na tayari umekwisha kutazama labda kitu gani ambacho unacho kihafiki na kuweza kuangalia mpaka sasa? Labda tukiangalia kwenye mchezo wa leo ambao ni sisi mabingwa wamezidi kuletea wenzao moto sana, na wakiendelea kucheza mpira kama wanaweza kufika mbali na kutoka na matokeo mazuri. Asante. Huyo alikuwa ni mtazamaji ambaye anatokea pale ON Kunta na wanakuja kuangalia mchuano au mechi hapa. Yes, ni watu wengi sana, lakini kumeonyesha kutendeka madhambi na referee anaonyesha namna ya kuweza kuzingatia discipline. Mpira mrefu, sijui anajichanganya kitoto kachanganya mtu vizuri sana, kaanga kama chapati, alafu anamuonyesha njoo tena ni kupiga hata kikofi, kaachia kitu, lakini kasimama vizuri kwenye ubora wake. Mpira umefika kwa mtu mbadi jezi namba 11 ambaye mpaka sasa hivi amesimama vizuri kwenye namba yake, lakini naona hapa amekutanana na kibambazi Kuta Yeriko. Ni vitoto vidogo lakini vimefundishwa nidhamu pamoja na umahiri wa hali ya juu kwenye kulinda magoli yao au kuweza kulinda mipira yao. Mpira uko ndani kwa ndani kwenye box. Jezi namba 9 huyu ni faida kwao. Ameweza kusimama vizuri na kuweza kucheza mpira ili uweze kuwa na faida kwao. Lakini pia upande wa Barca anamuona kocha anaangalia mbali kwa mbali, anakula kwa macho. Amekwisha kupigwa kadi nyekundu. Sijui alionyesha utovu wa nidhamu namna gani, lakini anaangalia kwa macho. Haruhusiki kuweza kufika kwenye benchi la ufundi na kuweza kuonyesha ushirikiano wa aina yoyote kwenye baina ya timu yake. Ni kona kiki anakwenda kuiachia. Ni ndani kwa ndani, imefika kwa namba 10 lakini ameiachia utoto hivi. Ni kama ajala mwezi mzima. Ni mpira ambao umemkuta namba 11 fundi. Kachangaza vizuri, anamwangalia mwenzake jezi nambari 8 lakini ikasimama kwenye ubora feki. Anaachia kashuti mtoto haka, utafikiri hajakula mwezi mzima. Inabidi ajiangalie vizuri na kuweza kujitazama. Naona kuna mabadiliko kwa upande wa Barca, naona kama kidogo anajiangalia hivi, maana kama ni pressure hali ya juu, na tayari sasa hivi timu ya Barca inaonyesha kurudisha mashambulizi kwa upande wa mabingwa. Tayari ni kama sio pressure mara 3 basi itakuwa ni mara 4 hivi kuweza kurudisha mpira ya temperature. Naam, usisahau kwamba hapa ni academy ambayo tunakuletea vipaji vya watoto na si wengine, ni Mpavu TV huku wakishirikiana pamoja na Beyond Vision TV. Ni mpira wa kati kwa kati. Ni umepigwa mpira mrefu. Kipindi hicho sisi tunacheza mipira hii tulikuwa tunaita gondo saga. Yaani amepiga gondo. Anarusha kupitia mkono. Lakini naona kijana kasimama vizuri. Inabidi tumwangalie vizuri kwenye academy hapa, ambaye akiwa ni nahodha upande wa Barca, ambaye ameshikilia nafasi ya kuwa mlinzi. Naona ulinzi wake umesimama vizuri na anaonyesha kuwa na kipaji cha hali ya juu. Akiendelea hivi anaweza akawa kusainiwa kwenye timu kubwa kulingana na miaka yake kisonga hivi. Si mwingine ni jezi nambari 5. Kumradi kwa leo kutokuweza kuwa na majina ya wachezaji, maana imekuwa ni kidogo kutokuwa na majina, lakini natumaini kwenye michezo inayofuata tutakuwa na majina. Ni hatari, ni jezi nambari 11, ni yule lakini anaonyesha ni dhahidi ya kama mipira 5 hivi. Huyo namba 11 amekwisha kuipata, lakini hakuna ambayo amekwisha kuiweka ndani au kuweza kuonyesha kuleta utofauti wa mechi hapa, lakini zaidi yake akipata mpira basi anauharibu.
hiyo inaweza ikawaletea faida upande wa Barca, maana kukosa huku ni hatari kwao, naona kidogo inakuja vigumu, maana ni upande wa kushoto. Nahisi kama upande wa kushoto hawezi namba 11 akawachia tena, lakini ni amekwisha kuchoka. Kwa hiyo kuna ile mipira ambayo tunasema kutoa lawama, mpira kutoa lawama. Ni pamoja na watu wengi wametoka mashuleni na sehemu mbalimbali kuja kutizama mechi. Wanajua kwamba kuna uwepo wa JR Brand hapa, na pia wanafunzi wanakuja kuangalia mechi. Poa. Poa. Yeah. Chega. Umetoroka ili uje kuangalia mechi hapa? Hamna, napita tu natoka shuleni na kuja kuangalia. Unapita hapo, unapita mzee? Napita naona acha naangalia kidogo hapa. Unapitaje sasa? Sema nimekaa kwanza naangalia dakika fulani hivi alafu nitajichenga kama hivi. Ndio hivyo na napita yani mara moja. Kwa dakika chache hizi ambazo umekwisha kuangalia mechi hapa, unaona inaendaje kwanza? Kwa vizuri. Kitu gani ambacho unaweza ukashauri kwa upande wa academy? Wazidi kufocus kwa sababu unaona mabebelewa hawa John hawa academy wananika vile. Okay, hao ni visokorokwinyo, watu ambao wanakuja kuangalia mechi. Brother, kufocus ndio nini? Kujituma. Ndio focus. Ndio. Asante. Hao ni baadhi ya watu ambao wanaangalia kwa macho, wanakula kwa macho, tunasema kitu kama hicho. Wanatamani kuingia kwenye mpira kuweza wanasemaga kujue, lakini hawawezi kuingia, ni vijiba hapa. Wacha tuweze kuangalia mechi. Ni mpira wa juu kwa juu na kausogeza mbele, kafika kwenye mtaalamu jezi nambari 10, lakini mpira hujamfikia vizuri. Tafsiri yake ameweza kuteleza na kuweza kuachia mpira. Ni kati kwa kati, ukimwangalia namba 11 ni kama amezidiwa ujanja hivi na mbio kidogo. Na usisahau kwamba matokeo ni 0 mpaka muda huu. Hapa tunatizamia ni nani ambaye ataibuka na ushindi, na kama ikiendelea hivi basi wanaweza katoka draw. Lakini referee anasema kwamba tuendelee kucheza mpira, hakuna kosa lolote, ni kuweza kucheza mpira, na kama umekwisha kuchoka basi inakubidi uweze kutoka nje. Mechi kama hizo hapo. Kuna vijana ambao wanakimbia kidogo, hawataki kutoa maneno kidogo wenye kitu kama hicho. Wacha tubonge na kuna kocha ambaye amepigwa kadi nyekundu mpaka sasa hivi anakula kwa macho. Kocha ndo ambaye anatakiwa aonyeshe discipline kwenye wachezaji wake, lakini mpaka sasa hivi kocha ndo wa kwanza kupigwa kadi nyekundu. Mambo vipi hapo? Hujui kwamba umeweza kuweka pengo kwa upande wa timu yako kuweza kupigwa kadi nyekundu na kuweza kutoka kwenye benchi la ufundi? Ndio, nimejua hivyo. Unajua hivyo. Sasa ni kitu gani ambacho wachezaji wako watakitegemea kutoka kwako? Wachezaji wangu wanategemea mimi wafanye vizuri, sio kutegemea tu kwamba mimi naelekeze vitu vibaya. Na imetokea tu ni mistake tu kwenye mpira, inawezekana hivyo. Okay, ni kosa gani ambalo limekufanya kuweza kupigwa kadi nyekundu? Ya simu tu. Ulipokea simu. Tafsiri yake ama za chini tunasikia kwamba ilikuwa ni simu kutoka kwa bibi, anakuambia, anakuelekeza kwamba kale kadao na bana. Mimi ni Kristo bana. Wewe ni Kristo? Ndio, shwagi na mambo ya hivyo. Sawa, Kristo siku hizi tunaloga. Hapana, haiwezekani kwangu. Asante. Huyo alikuwa ni kocha ambaye amepigwa kadi nyekundu, huku anaangalia kwa mbali, ni kama jicho la kamera hivi. Asante. Ni free kick ambayo inaelekea upande wa kocha aliyekwenda kupigwa kadi nyekundu, lakini ni mpira ambao umekwisha kutolewa, hauna hatari yoyote. Na nikiangalia upande wa pili, mpira unachezwa. Watoto wanaonyesha vipaji vya hali ya juu kuweza kucheza na kuweza kukokota vizuri sana. Ni jezi nambari 26. Naona Kachenga mwenyewe, lakini hajaangalia mwenzake kwenye ubora. 11 huyu anaharibu mipira, hataki kuangalia wenzake kwenye upande wa pili ama kuweza kutoa mpira kwa muda unaotakiwa. Kwa hiyo light kama kocha angelikuwa na mtu mwingine wa kuweza kureplace ama kuweza kuangalia upande wa pili, basi kuna lolote ambalo alitakiwa alifanye.
Kwa nyumbani, ukifika nyumbani wanakuambia kazi na dawa. Kazi na dawa. Basi dawa zenyewe ni kucheza kidogo na kuweza ku just be happy. Ni 11 huyu, sura kipande, sura nusu, sura robo, basi anachakaza watu hapa, watu wawili watatu, lakini ameupeleka nje. Imekuwa ni kama sio mpira wa 7 basi utakuwa ni wa 8 kuweza kutoa nje 11. Ana hatari wa kuweza kuvuta, lakini kuweza kuleta matokeo au kuweza kubadilisha matokeo inakuwa ni vigumu kwake kidogo, maana atoi mpira kama inavyotakiwa ama kwa muda, kitu kama hicho. Laiti kama kocha angelikuwa na kitu cha kujifunza basi angelifanya kitu. Na usisahau kwamba ni academy ambayo Mbavu TV ikishirikiana pamoja na Beyond Vision TV kuweza kuletea updates na pamoja na mechi zingine. Usisahau kwamba behind the camera ni JM, kwenye mic ni JR Brand. Na usisahau kwamba ni kali fulani ambako kana utulivu wa hali ya juu na pia vumbi kizidi kusokota kambini Nyarugusu, tukiendelea kuwakilisha hapa Mbavu TV na tukikimbilia kipindi cha masika ambayo majira kidogo yanakaa na kajua ni kakali kwa mbali, ambacho kanatuletea afya nzuri na kuweza kutufanya tunazidi kuchangamka na tunazidi kula ugali wa dola. Mambo vipi? Fresh kaka. Poa. Poa. Unaonaje mechi? Ni pamoja na kuweza kuongeza dakika 3 za mchezo, kuweza kuwadia dakika zile za kuweza kupoteza, kuweza kulala na kuweza kupoteza kabisa. Na ni mpira kwa upande wa Barca kuelekea upande wa mabingwa kutoka pale C3. Ni mpira upo kati kwa kati, na nikiona vijana ambao wameshiba na kuweza kukua kwa kiwango kikubwa. Jezi namba 9 huyu kachakaza mtu, lakini bado akasimama kwenye ubora wake. Laiti kwamba kocha ama muamuzi angeliacha kidogo hiwe faida, tuangalie kinachojiri kwa upande wa namba 9, basi ndo laiti kwamba angeliharibu ndo turudi, ilikuwa ni faida kidogo kwa upande wake kuweza kwenda na kuweza kuonyesha kipaji chake. Wabembe wanakuambia ubwela basi wanakuambia kwamba huja hapa Mbavu TV uweze kujionea mwenyewe, basi maana mimi nakuambia uje uone vipaji. So nikupe? Hapana, njoo uone vipaji, ujionee kutoka sehemu mbalimbali. Na ni free kick upande wa Barca na ni faida upande wa mabingwa. Naona anajiandaa vizuri na ni dakika 3 za kuwadia kipindi cha pili. Ni free kick ndefu lakini imekuwa off target. Off target kabisa. Yes, mpira ndo kama hivyo unakwenda kuanzishwa. Kuweza kumwangalia namba 7 lakini ameutupa nje, kuonyesha kwamba anaondoa idadi ya mabao, na ni mchezaji ambaye ameweza kufanywa sabu katika kipindi cha pili, na utakuwa ni mpira wake wa pili kuweza kupiga na kuweza kupush kutoka kwa nje. Usisahau kwamba matokeo mpaka sasa hivi ni 0-0. Wacha tuangalie kinachojiri mpaka muda huo. Na ni mwisho kabisa wa mechi yetu ya leo, na matokeo ni 0-0 ikikutanisha timu mbili ikiwemo Barca pamoja na mabingwa. Na karibu katika Mbavu TV uweze kuona update zingine. Asante.